Karibu Mal Media, chanzo chetu cha nuru na hekima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, leo yaumul Jumaa tunaonana tena katika kipindi chetu tulichozoea kutoka katika channel hii, channel ya Mal Media. Kama hauja subscribe, basi naomba usubscribe, kwa sababu masomo saizi yanakuja ni masomo adhimu kabisa. Ukielewa, shauri yako. Na leo tujifunze kitu kimoja kinaitwa anaswiru albuyuti. Wanaita anaswiru albuyuti. Anaswir albuyuti. Hapa tunakuja kuangalia kitu, tunaangalia zile tabia nne: moto, upepo, maji na udongo. Tunaangalia, je, ni miji gani ambayo inakuwa ni ya moto, miji gani inakuwa ni ya upepo, miji gani ni ya maji, na miji gani inakuwa ni ya udongo. Sasa katika mfumo wa shekeli huwa tunautumia kanuni inaitwa Nahmat. Hii nuni ya kwanza ile katika hiyo Nahmat ni naru, yani kwa maana maana yake kwanza ni moto. Ile he inayofuata hii hapa inakuwa ni hawai, inafuata mim inakuwa ni mai, alafu inafuata mwisho te ambayo ni turabi. Kwa hiyo tutakuwa tunazienda katika mfumo hivyo, kwa sababu hata katika shekeli ya kawaida ukiona kwa mfano shekeli kama hii hapa, maana yake hapa tunaandika na hamat hivi. Maana yake hii ngazi ya kwanza hii inakuwa ni moto, hii ngazi ya pili ni hewa ambao upepo wanaita, alafu ya tatu inakuwa ni maji, inafuata inakuwa ni turabi. Sawa? Kwa hiyo tunapokuwa tunapanga kuanzia juu kushuka chini, huwa tunatumia hiyo kanuni ya Nahmat. Sasa mimi hapa nataka nitoe miji yote hii hapa. Hii shekeli hapa ziko ni 16. Maana yake za moto zitakuwa zipo 4, za upepo zitakuwa 4, za maji zitakuwa 4, na za udongo zitakuwa 4. Kwa hiyo hizo 4 mara 4 ndio inakuwa 16, ambayo ndio tahti yetu nzima. Kwa hiyo hapa kazi ambayo inayofuata hapa itakuwa ni kuzilinganisha shekeli za moto ni zipi. Hapana, sio shekeli za moto, yani shekeli ambazo zimekaa katika miji ya moto ni zipi, na zile zimekaa katika miji ya upepo na ya maji na ya udongo tunazitenga peke yake, ili tujue kwamba zilizokaa kwenye upepo ni hizi hapa, zilizokaa kwenye moto ni hizi, kwenye maji ni hizi, na yawepo makundi manne ambayo yanajitegemea, ili tuangalie sasa kutokana na hizo tabia 4 hizo za shekeli tunaweza kuangalia kitu gani. Kuna kanuni nyingi, na mimi hapa nitawafundisha kanuni zisizopungua 5 au 3. Inategemea na muda mwenyewe. Nipunguze muda kidogo, maana kuna sometime unafundisha video unaifafanua sana, watu wanajua kama vile huna kazi za kufanya. Umeona? Yaani mtu anaona kabisa, yani kama vile wewe kazi za kufanya huna. Umeona? Wewe nakufundisha hapa, alafu tena unapiga shekeli zako unaletea inbox nikutafasirie. What does it mean? Mimi nakufundisha hapa. Umeona? Na watu ambao nawasaidia kuwatafsiria na waongoza ni wale ambao wako kwenye magrupu yangu, wale ambao nawafundisha. Umeona? Sio mtu yoyote tu anaweza akachukua namba yangu akanifuata akanitupia vitu vyake nimtafasiria. Hapana. Umeona?
Kwa hiyo tunatumia kanuni inaitwa Nahmati, sawa? Kwa hiyo mimi naanza kuandika Nahmati hapa, naandika nun, he, mim na te. Kwa hiyo kila sehemu yenye nuni maana yake itakuwa ni naru ambayo ni moto, sehemu yenye he itakuwa ni hewa, sehemu yenye mim itakuwa maji, alafu sehemu ambayo tumeweka te itakuwa ni turabi. Kwa hiyo mimi napita sasa naandika hiyo Nahmati katika maeneo yote, sawa? Nifute mara moja hapo juu hichi kitu cha habari ili niachie nafasi ya kuweza kuandika vizuri uweze kuona. Sawa, tayari. Okay. Yeah. Naendelea kuandika tena Nahmati nyingine na Hamati. Naendelea kuandika Nahmati na Hamati. Naandika tena na inaanza hapa inakuja he hapa. Hapa ndo hapa ni t. Kwa hivi. Sasa basi, manake tunapotaka kujua kwamba shikeli za moto ni zipi, tunatafuta zile ambazo zina nuni. Ambapo hapo utaiona imetokea ni shikeli ya ukula hii hapa. Kwenye nuni ya kwanza, nuni ya pili ni hii hapa. Nuni ya tatu ni hii hapa. Alafu nuni ya 4 ni hii hapa, hii hapa. Kwa hiyo hapo tunakuwa tushapata shikeli za nini? Hizo ni za moto, sawa? Haya, kwenye hewa tena unatafuta shikeli za hewa, naenda kuandika upande wa kushoto huko. Naanza he ya kwanza ni hii hapa. He ya pili ni hii hapa. Sawa, ambayo inakuwa ni shikeli ya bayadha hii hapa. He ya tatu ni hii hapa, ambayo ni hii hapa. Alafu he ya 4 ni hii hapa, ambayo inakuwa ni hii hapa ya humra. Kwa hiyo hapa nimeshapata hizi shikeli za hawai, sawa? Huko nipata shikeli za nari. Sawa? Hivyo kwenye upande wa maji natafuta zile shikeli ambazo zina herufi ya mim. Nachukua zote nazikusanya, na zile ambazo zina herufi ya te nazikusanya zote, maana yake ninakuwa na makundi 4 yote, sawa? Sawa, si mnanielewa hapo? Usipoelewa sawa utakuwa na shida. Umeona? Kwa hiyo hapo unakuwa umeshapata makundi ya nari, ya hawai, ya mai na turabi, sawa? Hapo unakuwa umeshakamilisha. Mimi siwezi kumalizia, lakini kwa sababu utakuwa umeshanielewa kwenye upande wa naru, kwenye upande wa hawai, basi na mai utaweza kufanya, na upande wa nini? Wa turabi unaweza ukafanya na ukapata. Kwa hiyo mimi nimekupa huo mwanga huo. Sasa mimi hapa naenda kuandika shikeli, nataka ifute ile bao ili nikuonyeshe kwamba za moto ni hizi, za udongo ni hizi, za maji ni zipi na za upepo ni zipi. Hapa nimeshaziandaa kabisa, kwa sababu hapa nimekuonyesha tu hapo. Sasa ninaenda kufuta na zipanga. Kwa hiyo naweka pause kwenye video kidogo, alafu narejea. Kwa hiyo hapa tayari zimeshapatikana shikeli zetu. Nimeshazikusanya zile za moto, za hawai, za upepo, za maji na za turabi. Zimeshatimia hapa, sawa? Sasa kuna kitu kimoja. Kuna vitu viwili, kuna kanuni ambazo unaweza ukakutana nayo hata kwenye vitabu huko mbele zisikuchanganye. Ukisikia naru nari, maana yake zimechukuliwa shikeli za moto alafu ikachukuliwa maeneo ya moto tu, ndio inakuwa nari nari. Kwa mfano hizi hapo kiangalia hapa, hizi hapa ni shikeli za moto zote. Lakini ili kupata naru nari tunachukua vile vichwa ambavyo ni vya moto huku juu huko, ndio tunapata shikeli yake, ambayo ni nukta ya kwanza, nukta ya pili, mstari, nukta ya 3. Kwa hiyo inakuwa inasoma shikeli kama hii hapa.
hii hapa shikeli ndio inaitwa naru nari, yani moto wa moto. Sawa, inaitwa naru nari. Sawa. Haya, sometime unaambiwa unachukua shikeli za moto, miji ile ya moto ile katika tahti ile, alafu anakuambia zalisha. Ukipata shikeli ile pale wanaita naru nari. Kwa hiyo namna utakavyoelekezwa katika kitabu, kwa sababu kuna kanuni zingine zinasema kwamba chukua shikeli za miji ya moto alafu zizalishe upate shikeli moja. Hapa ukizalisha hapo utapata ngapi hapa? Mbili, unapata nukta hapa ya kwanza. Hapa nitoe kwanza hii hapa, nitoe mstari maana nataka nizalishe hapo. Kwa hiyo itakuwa ni shikeli ya mji wa 2 1 1 1, itakuwa 2 1 1 1, alafu na huko itakuwa ni 1 1 2 2, itakuwa ni 1 1 2 2, ambazo kizalisha hii hapa inakuja ni hii hapa, inakuja shikeli hii hapa. Sawa sawa. Kwa hiyo hapa tukizalisha hizo miji yote minne inakuja hii hapa na kiulhadi. Na tukisema tuchukue vichwa vya moto tu vile, kwa sababu moto si kwenye vichwa, kichwa si ndio moto. Kama kichwa ni moto, maana yake mimi naenda kuchukua vile vichwa vyao vile, ndio natengeneza shikeli moja ambayo imekuja tokea shikeli hapa. Na nikisema nizizalishe hizo shikeli zote hapo, nakuja nipata na kiulhadi. Huku napata nini? Napata jaudala. Napata jaudala afu huku napata na kiulhadi. Sawa, simeona tofauti? Sasa mimi nitaenda kutumia kanuni pale, mtakuja muangalie ni kanuni ipi ambayo imetajwa. Kwa hiyo ukiambiwa naru nari, chukua mji fulani ya moto ile, afu naambiwa tafuta shikeli ya naru nari, maana yake akikwambia uzalisha, maana yake unazalisha. Wanatumia neno darbi, yani ukupiga, maana yake unazalisha huyu na huyu, ndo darbi ile. Wa darbi shikili fulani wa shikili fulani, maana yake huko ni kuzalisha. Lakini akikwambia tu khudh buyuti nari wa upate nini? Naru nari, maana yake unakuja unachukua hivyo vichwa kama nilivyoelekeza. Tuje kwenye upande huu hapa wa Hawai. Hapa Hawai. Sasa katika Hawai, ukitaka Hawai, maana yake sisi tutapita kwenye upande wa hewa. Hewa si ni ngazi ya pili, nakata hapa, nachukua hii hapa, ambayo napata ni 2 2 1 1. Hii ndio inakuja Hawai kutoka katika nini? Katika hizi shikeli za Hawai. Halafu kwenye upande wa maji anasema mau, tunaenda upande wa maji ambayo ni ngazi ya 3. Hii hapa. Hii hapa itakuwa ni nukta 2 2. Kwa hiyo tunapata hii hapa nini? Ni maul mai. Sawa? Alafu kwenye turabi huko shikeli za udongo, tunaenda kwenye upande wa turabi, tunachukua zile nani zetu, inakuwa ni 1 1 2 2. Hii inakuwa ni turabun turabi. Turabun turabi. Sawa? Udongo wa udongo. Sawa? Yani udongo, shikeli ya udongo imetokana na, yani udongo uliotokana na shikeli za udongo. Sawa? Kwa hiyo hapa inakuwa ni hii hapa, hii hapa, hii hapa na hii hapa ya kwanza. Hii hapa tulikuwa tunajaribu tukuzalisha tu, lakini mimi nachukua ni vile vipengele, yani nachukua kwa mfano kwenye upande wa nari inapita kwenye nari tu, kwenye shikeli hizi za Hawai inapita kwenye upande wa Hawai tu, na upande wa maji inapita kwenye maji tu, basi. Yani zinatokea shikeli kama hizi hapa. Nafikiri unaweza kama umeziona, imetokea jaudala, imetokea kabla tu dakhila, kabla tu kharija, kabla tu kharija. Simeona hapo? Kuna mambo mengi hapa mtakuja ujifunze. Sasa mimi hapa nimemaliza. Sawa? Jambo ambalo natakiwa ni kuonyesha hapa,
nataka nikusanye zile nukta ambazo zinapatikana, nuktat maftuh, zile ambazo zimefungua. Kwa mfano ukiangalia hapa katika nari, katika hizi skeli zimetoka katika miji ya moto, nukta ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tunapata nukta ngapi? Nukta ni 9. Naandika hapa 9. Haya, tunakuja kwenye hawai, nukta ziko 1 2 3 4, zipo 4. Tunakuja kwenye maji, nukta ziko ngapi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hapa ziko 10. Alafu kwenye upande wa udongo ziko ngapi? 1 2 3 4 5 6, zipo 6. Ukiangalia hapo zimezidi wapi? Zimezidi kwenye upande wa nini? Wa maji. Sawa? Zimezidi kwenye nini? Kwenye maji. Ngojeni, hapa nilikuwa najaribu kuonyesha kitu tu hapa, kwamba hapa zimezidi, ambayo ina ndogo zaidi ni hii hapa kwenye upande wa nini? Wa upande wa hewa. Sawa? Sasa nafikiri umeshaelewa hapo kama namna ya kutafuta shekeli ambazo ziko katika miji ya moto, ya upepo, ya maji, ya udongo ambao ni turabi. Halafu tuna uwezo kuhesabu nukta wapi zimezidi. Sawa? Tunakuwa tuna uwezo wa kufahamu, maana nimeshakuelekeza. Halafu kitu kingine, una uwezo kupata nari, hawai, ma'un ma'i, na turabun turabi. Sawa? Kwa hiyo skeli hiyo yote umeshajifunza mpaka sasa hivi. Sasa kama umeshajifunza, basi mimi kama umeshajifunza, basi mimi nakupeleka sasa, twende tukatumie kwamba je, tunaweza tukazifanyia kazi gani sasa hivi vitu. Umeona? Sababu huwezi ukawa unasoma tu hizi ni nari hivi na baada ya kusoma inakuaje? Lazima ujue kwamba unasoma kitu fulani, sio unasoma tu kwa sababu tu umejua. Lazima ujue kwamba na vitumiaje. Kuna mambo ni mengi hapa, kwa hiyo nataka niwape tu kanuni chache ambazo zitatusaidia kwenye mambo mengine. Tuanze jambo la kwanza. Mimi nafuta, naweka pause hapa, nafuta, alafu tunarejea inshallah. Jambo la kwanza kwanza kuna kupoteza, yani kupoteza. Kwa mfano lese kapotea mtoto. Sawa? Tunataka kujua mtoto kapotelea wapi. Sawa? Kapotelea huku mashariki, kaenda huku mashariki, kaenda huku magharibi, kaenda wapi? Yani tunamtafuta, tujui yani kaenda wapi. Kwa mfano haonekani, nataka mumtafute, mnampatia wapi? Mnampatia wapi huyo mtoto? Umeona? Kwa inabidi mfanyaje? Unapiga shekeli. Sawa? Sasa huwa iko hivi, mashariki. Sawa? Mashariki huwa ni moto. Sawa? Alafu magharibi huwa ni upepo. Alafu kusini huwa ni maji. Alafu kaskazini huwa nini? Ni udongo. Kaskazini huwa ni udongo. Sawa? Mashariki moto, magharibi upepo, kusini maji, na kaskazini udongo. Sawa? Sasa unapokuwa unapiga shekeli yako, umepiga tahatibana, huyu mtoto kapotea kaenda upande gani? Sawa? Kaenda mashariki, magharibi, kusini, kaskazini, hao kaenda wapi? Maana yake wewe unachokifanya, baada ya kupiga shekeli hapo,
tahti yako utachukua ile midi ya moto, midi ya upepo kama nilivyofanya katika zoezi lililopita, miji ya maji na miji ya udongo. Alafu unahesabu nukta kama nilivyohesabu pale, sawa? Unahesabu nukta zako. Ukishahesabu nukta unaona zimezidi wapi? Labda imezidi kwenye upande wa maji. Basi maana yake atakuwa mtoto kaenda wapi? Upande wa kusini. Kwa hiyo maana wewe msihangaike, nyinyi nendeni upande huu. Upande huu wa kusini ndio kaelekea huko. Kwa hiyo tunakuwa tumefahamu mtu kaelekea sehemu gani. Assume kwamba unaangalia imezidi wapi? Unaangalia zimezidi 2. Labda 10 ingekuwa labda ni ipo kwenye maji na ipo kwenye nini? Kwenye moto kwa mfano. Moto si ni mashariki. Alafu ile zidi na upande wa maji ni kusini. Kwa hiyo ni mashariki na kusini. Kwa hiyo itakuwa ni kati ya mashariki na kusini. Mashariki kwa linachomozea jua na kusini opposite na kibla. Ndivyo? Kwa hiyo hapa kati ya mashariki na kusini ndio mtoto anakuwa mfanyaje? Ameelekea huko. Hapo nimetumia kwa kama vile mtoto kapotea au vipi. Sawa? Au mtu kakimbilia wapi? Huku, mashariki, magharibi au wapi? Umeona? Sawa? Jambo jingine tena. Kwa mfano let's say unataka kuangalia labda umepoteza kitu ndani. Unajiuliza kitakuwa upande upi? Unapiga skeli alafu unakuja unaangalia. Moto unakusanya kundi la moto, kundi la upepo, kundi la maji na kundi la udongo. Unaangalia imezidi wapi? Labda imezidi udongo. Unaangalia nukta zimezidi wapi? Za udongo. Basi atakuwa nini? Ni upande wa kaskazini. Unaangalia upande wa kaskazini mwa chumba ni wapi? Ni huko. Unaenda kutafutia huko. Unakikuta kitu kipo. Kama kipotea ndani maana yake kipo. Umeona? Sawa. Kwa hiyo hizo ni baadhi tu ya kazi ambazo unaweza ukazitumia pale unapokuwa unafahamu kuhusu hii miji ya nini? Miji ya moto, ya upepo, ya maji na ya udongo. Sawa. Kumbuka kanuni ni kwamba moto ni upande wa mashariki, upepo magharibi, maji kusini na udongo ni kaskazini. Sawa, hiyo ni kanuni ya kwanza nimekupeni. Sasa naweka pause kidogo alafu tunaenda kuangalia kanuni ya pili. Kanuni namba 2 ni safari. Sawa? Kwa mfano, mimi nataka nisafiri, sawa? Nataka kusafiri labda niko Mwanza. Nataka niende Bukoba. Bukoba kuna njia 2. Wewe upande gari au upande meli au boti, meli sijui. Sasa kuna usafiri wa majini na usafiri wa ardhini. Nataka nijue yani usafiri gani ambao ni salama kwangu? Nisafiri kwenye usafiri wa maji au nisafiri wa nchi kavu kwa gari? Umeona? Kwa hiyo unapiga skeli pale unaangalia. Sasa ukipiga pale maana yake wewe unahitaji anasuri 2 tu. Unahitaji kuangalia maji, skeli za miji ya maji na skeli za miji ya udongo. Wewe ukishachukua makundi mawili, kundi la maji na kundi la udongo, maana yake unakuja unahesabu zile nukta zilizofungua kama tulivyofanya katika darasa hapo nimevyoelezea mwanzoni. Unaangalia imezidi wapi. Kwa mfano, huwa inatokea kuna media fulani siku fulani kipindi cha nyuma kwamba watu walikuwa wanavamiwa Ziwa Victoria pale. Au sometime magari yanakuwa kuna kupata ajali au kuvamiwa, mnaanza kuimbishwa mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe, si nini, mnavuliwa nguo nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unataka kuangalia, je, nikisafiri kwa njia ya gari au kwa njia ya maji, kipi ni salama sana kwangu? Ukipiga pale tahti maana yake unachukua kundi la maji ambao ni usafiri wa majini, alafu na kundi la udongo kama usafiri
wa ardhini kama gari. Sawa, unaangalia, je, kama ikitokea mfano labda imezidi upande wa maji, basi unabidi usafiri kwenye upande wa maji, upande meli hiyo, maana ndio salama. Ikizidi upande wa udongo, basi usafiri wa kutumia gari huo ni bora zaidi kuliko kutumia usafiri wa maji. Sawa, na ikitokea vimelingana, maana wewe utachagua utumie usafiri gani, utumie wa maji au utumie usafiri wa ardhini. Hiyo ni kanuni ya ngapi? Kanuni ya pili kuhusu anaswi. Tukaangalia kanuni nambari 3. Naweka pause, tunarudi tena kuangalia kanuni nambari 3. Kanuni nambari 3 hii hapa inatuambia hivi, ngoja ni zoom hapa muone vizuri. Mtu anakuambia, akiuliza muulizaji, je, kama kuna kazi mbaya zimefanyika dhidi yangu au la. Sio kuna njia ambayo mnatumiaga nyinyi huku kujua kwamba huyu mtu karogwa, akafanywa nini, sasa unaweza ukawa na maradhi yako na umwa. Unataka kujua kwamba je, maradhi haya vipi? Kuna mtu kanifanyia jambo lolote baya au la? Zipo njia nyingi. Wewe mjua 12 hicho wanaangalia vitu gani nini. Yaani mambo ni mengi. Unajua tena elimu ni bahari. Sasa mimi hapa ni njia ambayo ni simple and clear kabisa. Njia ambayo ni simple and clear. Sasa hapa anakuambia hivi. Anakuambia chukua hewa ya mji wa 4, hewa ya mji wa 6, hewa ya mji wa 8 na hewa ya mji wa 15 ambayo ni mizani. Kisha iwe shikeli 1. Ikitokea shikeli mbaya ujue unafanyiwa mambo mabaya, na ikitokea shikeli nzuri haufanyiwi mambo mabaya. Sawa? Sasa ukiangalia anakuambia chukua hewa ya mji wa 4. Kawaida mji wa 4 sio mji wa hewa, ndio? Kwa maana hiyo wewe utachukua shikeli ya mji wa 4, mji wa 6, mji wa 8 na mji wa 15. Unaziweka pembeni, alafu ndio unaenda kuchukua ile hewa yake. Ngoja tuende tukaangalie mfano hapa ili muone vizuri. Sawa? Kanuni amesema nini? Chukua mji wa 4, mji wa 4, wa 8, wa 4, wa 6, wa 8 na 15. Sawa? Mimi nakuja hapa wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4. Hii hapa twarika. Haya, mji wa 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Twarika tena. Sawa? Mji wa 8 iko hapo Jaudala. Alafu mji wa 15 ni huwa hapa ambayo ni jamaa. Sawa? Sasa amekwambia chukua hewa. Hewa maana yake tunataka kuchukua hivi hapa hivi, ambayo inakuwa ni shikeli hii hapa 1 1 2 2. Nakumbuka tunachukua upande wa hewa kwa sababu miji ile ametaka wa 4, wa 6, wa 8 na 15 ni hii hapa, wa kwanza, wa pili. Huu ni wa 4, wa 6, wa 8 na kwa 15 hapa. Sawa? Kwa hiyo shikeli ile hewa ni hapa, tunachukua hivi kidoti kimoja, viwili. Kwa hiyo inafikia shikeli hapa ya nusu tu haja. Sawa, hapo tumeshaelewana. Sasa twende turudi kwenye ile kanuni yetu ile. Kule anasemaje? Sasa anasema hivi, ikitokea shikeli mbaya ujue anafanyiwa, na ikitokea shikeli nzuri haufanyiwi mambo mabaya. Kule tulipata shikeli gani? Maana tulipata shikeli hii hapa nusratu kharija, ambayo ni shikeli nini? Ni shikeli nzuri. Kwa hiyo ina maana hafanyiwi jambo lolote baya na mtu. Umenielewa hapo? Maana yake hafanyiwi jambo baya na mtu yoyote. Kwa wale ambao wanataka kujua sio umefanywa vitu vibaya, sio nini, umerogwa, sio umefanya nini, njia simple inakupeni. Sawa? Kuchukua mji wa 4, wa 6, wa 8 na 15.
unaipanga pale, alafu unachukua zile hewa peke yake. Unapanga pale, hewa ya kwanza ni hii hapa, ya pili hii hapa, ya tatu hii hapa. Basi unakuja unakamilisha, unaangalia skeli iliyotokea skeli gani, skeli nzuri, sawa. Ikishika skeli mbaya, basi unajua kwa kafanyiwa. Kwa hiyo ni kanuni nyingine ambayo ni kanuni ya 3. Umeona? Kwa hiyo hapo tumeshapata jibu hapo. Kwa kuna kanuni zingine hizi hapa zinaendelea. Hizi ni baadhi tu ya kanuni chache ambazo nimezikusanya, lakini kanuni zipo ni nyingi sana. Umeona? Hizi nimechukua tu ni baadhi tu ya kanuni, sawa. Kwa hiyo nafikiri mimi nimeshamaliza, nimeshakufundisha kitu, umeshajifunza. Kama umependa video hii na umejifunza kitu, basi hebu jaribu kusubscribe hapo, comment, like video hii, share kwa wengine ambao wanataka kujifunza. Maana sababu kuna watu wengi kwenye skeli wanaelewa, lakini kuna mambo mengine hawayajui. Mimi mwenyewe naelewa, lakini kuna mengine siyajui. Kwa hiyo kushare vitu sio dhambi, umeona? Kwa hiyo unaweza kama hujasubscribe, basi weza kusubscribe. Wale ambao wanachukua namba yangu ya simu waitumie vizuri. Kuna watu wengine anachukua namba yangu alafu ananitumia message ya kawaida. Anakutumia tu message ya kawaida, anakuambia eti mtu kama ameibiwa mali, ukitaka kujua kama inarudi unajuaje? Anatuma kwa hiyo. Kweli mimi naweza nikajibu uchafu wa namna hiyo kweli? Yaani mimi badala uje nikufundishe vizuri, wewe unanipa kazi sasa mimi nianze kufanya kazi zako. Umeona? Yaani unaona kama mimi sina kazi za kufanya. Umeona? Kuna wengine ni wastaarabu, anakuja tu anaongea, tunakutana, tunazungumza, tunafundishana. Mambo safi kabisa. Kuna wengine anakurupuka tu. Unaona? Anajua tu na kazi. Mimi huwa niko busy kweli kweli. Ila ninakuwa nipo online muda mwingi, kwa sababu sina kazi nyingi. Unaona? So kwamba mimi nakuwa niko busy na shikeli hapa. Mimi mwalimu wa mathematics. Nafundisha mathematics na physics. Nimesomea ualimu. Mwalimu wa mathematics na mwalimu wa physics. Kama kuna mtu ana kijana wake anahitaji kusoma mathematics, basi anaweza kaniona. Mimi nafundisha lakini online. Umeona? Ndio maana hata WhatsApp yangu nimeweka kwenye kompyuta hapa, nakuwa natumia ile WhatsApp web. Umeona? Kwa hiyo unapokuwa niko busy kwenye kompyuta hapa, na type kitu, natunga kitabu, nafanya nini hapa. Kwa hiyo nakuwa muda mwingi nakuwa nipo online. Kwa hiyo mtu akinicheki tu message pale naiona na mjibu. Sasa mtu anaanza kukuchatisha, habari yako, mwambie salama, vipi hali, upo? Yaani unaona hali kuchati ile huwa sinaga huo muda kabisa. Mtu anahisi kama vile unapomjibu kwa haraka hapo, yaani kama uko free, yaani hauna kazi. Yaani mimi na mambo mengi nisiwafiche yani. Hii channel mnayoiona hii hapa nimebadilisha jina. Nilikuwa nafundisha computer programming. Nilikuwa nimeanza na Python programming language. Nilikuwa nafundisha hapa. Kwa wale ambao ni subscriber wa mwanzoni kabisa wa hii channel, kuna video nilikuwa naziona hapa. Nilikuwa nafundisha Tkinter, Python, nafundisha web framework kama Django. Umeona? Niliona kama waitikiaji hapa vijana wanataka kusoma mambo ya technology, nimebadilisha jina. Nikawa nifundishe nini? Nifundishe shikeli basi. Kwa sababu ni vitu ambavyo nilisoma toka nilikuwa toka sekondari huko na visoma. Unaona? Muda miaka mingi. Umeona? Kwa ninapokuwa nafundisha hapa, mtu mwingine akikutext message ukimjibu hapa, yani unajua kama vile yani wewe upo unaga kazi. Umeona? Yani mimi nina kazi nyingi tu. Umeona?
Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo mimi niishie hapa inshallah. Nakutakia tu masomo mema. Kama hujasubscribe basi subscribe katika channel yangu ili uendelee kupata vitu vizuri kama hivi. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anayenihitaji basi mnaniona katika namba zangu hizo hapo. Naweza mkaniona na magrupu yangu pia nafundisha shikili. Kwa hiyo wanataka kujiunga basi karibuni sana inshallah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa masomo mazuri kama haya, usisahau kusubscribe, kulike na kushare channel hii.